مصيرنا ولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم تبنا إليك وندبنا يا وهاب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وكفارة لسيئاتنا وذهب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا واستعملنا به سرا وعلانية. اللهم واشف به مرضانا وعاف به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا وتمم به نعمك علينا شاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Leo tuko kwenye aya ya 36 na tutajaribu kuimaliza na tuingie aya 37 kwa sababu zote zina maelezo marefu. Tutaangalia kama tutaweza kuyamaliza. Ifuatiayo baada ya 37 itakuwa ni maudhui mengine ambayo ni marefu. Kwa hivyo tutajaribu namna yote leo tumalize aya 2 kwa sababu ni maneno mamoja. Mwenyezi Mungu hapa atuambia nidhamu ya Kiislamu juu ya kalenda. Uislamu ni dini ambayo kwamba ni practical religion. Huwezi kuishi bila ya kalenda, na ibada zote ziko kwa kalenda. Ikiwa si kalenda ya jua, itakuwa ni kalenda ya mwezi. So vitu viwili hivi ndio muhimu sana katika maisha ya binadamu, jua na mwezi. Huwezi kukuta katika kitabu chochote kinatoa stress juu ya vitu kama hivi. Huwezi kukuta katika kitabu chochote kinatoa makosa ya watu ambao kwamba walikifanya kalenda zao. Makipti walikuwa na makalenda zao, Marum walikuwa na kalenda zao, Wahindi walikuwa na kalenda zao, lakini Qur'ani ikaja ikaleta uslub na wote wakaona ni imekuwa sawa sawa. Uslubu wenyewe
ni kutumia jua na mwezi. Ukitumia jua na mwezi utapata uslubu wa kisawa sawa, kwa sababu hizi ni vitu kutoka alivyoviumba Mwenyezi Mungu ameweka nidhamu yake. Asema inna iddata shuhuri, hakika idadi ya miezi ni 12. Makiti walikuwa nayo yao ya 13, wengine Kichina walikuwa nayo, lakini Mungu akasema la, idadi ni 12. Na nidhamu ambayo kwamba si kwa mapendeleo tu, ndio hakika, kwa sababu jua lazunguka ulimwengu siku 365 days and a quarter. Maisha ni hivyo, haibadiliki. Katika jua kuzunguka kwake kwapatikana masika, seasons. Leo ni summer, leo ni winter, leo ni autumn, namna hii. Katika siku 365 days, 365 na robo. Katika kutoka alipoumba mbingu, hivi vitu vimeumbwa kufuata amri tu. Binadamu ndio yaweza kukosea amri, fanya mara sifanye, lakini jua, mwezi, zote ziko kwa nidhamu yake. Na mwezi katika sayari ambayo kwamba ina maisha ni hii yetu ya ardhi. Kuna sayari nyingi. Hata wanazuoni wasema Mars ni kama Earth. Pengine yawezekana kwa kuna uwezekano wa kuwa kuna maisha kwenye Mars. Qur'ani imesema kuna sayari moja iko maisha. Hakusema sayari gani, angalieni ninyi wenyewe. Wa huwa ala jamihim idha yasha'u qadir, aweza kuwakutanisha. Ni watu sasa wafanya aina ya research. Sasa tukija kwenye jua bila ya jua hakuna maisha. Mimea hii haiendi bila ya jua. Inaitwa photosynthesis. Photo ni jua, mwangaza. Ni yale majani hupata jua yakapata na maji. Kwenye maji kuna hydrogen, kwenye maji kuna H2O. Sasa zikipambana zitu hizi ndio hupatikana maisha, ndio ikaitwa photosynthesis. Wazungu waziita hivyo. Na hii Mwenyezi Mungu ameumba. Hakuna mtu alisema mimi ninaumba jua. Hakuna mtu alisema mimi nimeumba mbingu. Hakuna mtu alisema mimi ni Mungu. Hata wale ambao wampingao Mungu hakusema mimi ndiye Mungu, hakuna. Sasa Mwenyezi Mungu asema inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran, ni miezi 12. Walikuwa na miezi 13, miezi 14,
Mungu akasema la. Sasa mustashirikina, kuna watu waitwa orientalist, kutaka kutia ila Qur'ani, kumtia ila Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu amesema mahali patatu, ametumia uslubu mbalimbali. Asema walillahi al-mashriq wal-maghrib. Walillahi, nda Mwenyezi Mungu, mashriq na maghrib. Mungu ameumba mbingu, ameumba mashriq na maghrib. Kisha kuna aya nyingine asema Rabbul mashriqaini wa Rabbul maghribaini, Mungu wa mashariki mbili na Mungu wa magharibi mbili. Kisha kuna aya nyingine yasema Rabbul mashariq wal magharib, yeye ni Mungu, ni Rabba mlezi wa mashiriki nyingi na magharibi nyingi. Mustashirikina wasema maneno gani haya? Vipi mara moja unasema yeye ni Mola wa mashriq na maghrib, mahali pengine asema Rabbul mashriqaini wal maghribaini, mashariki mbili. Sasa Mungu huyu namna gani mashariki zote? Kisha asema Rabbul mashariqi wal magharibi. Hawakuelewa uslubu ya Qur'ani, hawakuelewa uslubu wa Qur'ani. Mungu ni Rabbul mashariq wal magharib, Mungu huyo ni Rabbul mashriqaini wal maghribaini, Mungu huyo ni Rabbul mashariq wal magharib. Vipi? Rabbul mashriq wal maghrib ni kwamba ulimwengu uko sehemu mbili, kuwa mahali jua latoka na mahali jua latwa. Yeye ni Rabbul mashriq wal maghrib, yeye ndo akontrolio. Nyinyi fanyeni yenu, fanyeni kutoka east kwenda, kutoka west kwenda east, aliambiwa na Namrud. Sasa Mungu ni Rabbul mashriq wal maghrib. Rabbul mashriqaini wal maghribaini ni kwamba jua likitoka lenda mahali kutwa, na kule inapokutwa kuna mahali yatoka, kuna mahali jua latoka, kuna sunrise mahali pawili. Mahali pa kwanza ikitoka inakwenda mpaka inatua, ikitua kule kuna kungine waanza tena asubuhi wao. Ukenda sehemu za Amerika sasa watu ndio waamka waladako. Nyinyi huku mwelekea alasiri. Kuna watu sasa hivi wameanza kuamka waladaku, na leo kwao ni tarehe kadhaa kama huku. Tofauti ya masaa. Kuna na watu hata hawajalala. Sasa wale ambao kwamba wao wameamka sasa, kule kuna mashriq na jua litakapotua kwao ni kuna maghrib, ndio Rabbul mashriqaini wal maghribaini. Kisha kuna jua hutoka kila sehemu, hutoka jua sehemu yake. Kila mahali kuna sunrise na sunset. Mombasa sunrise yake ni leo tarehe 21 au 22. Leo tarehe ngapi? 21, 22 March. Jua litatoka saa kadhaa, ishraki ni saa kadhaa. Ukija mwakani siku kama hii itatoka saa ile ile,
haitoki saa nyingine. Tanzania litatoka kwake jua time yake. Ndani ya Kenya, Lamu tatoka time yake, Malindi time yake. Sasa zile kila mahali kutoka jua latoka, na kila mahali jua latwa. Rabbul Mashariki wal Magharib, yeye ana ukontroli zote hizo, mashariki na magharibi ni yeye. Nani alifanya kitu kama hiki? Who owns this? Nani aliweza kuja akasema mimi ndo ninafanya jua litoke Lamu, Malindi, Mombasa, wapi California, wapi? Kila mahali kuna mashrik, kila mahali kuna maghrib. Jua 24 hours katika 365 days latoka kila mahali sehemu yake. Yeye ndio Rabbul Mashariki wal Magharib. Kwa hivyo ukifuata nidhamu hiyo, ukafuata nidhamu ya jua linavyotembea, kisha kuna na nidhamu nyingine, nidhamu ya ardhi na mwezi. Mwezi, kila planet, kila sayari ina mwezi. Kisha kuna na stars nyingi kubwa kushinda jua. Jua hili tulionalo liko 93 million miles. Mwangaza wake watufikia sisi kwa dakika 90 na sekunde 8. Na saa nyingine jua linakuwa kali, saa nyingine linakuwa baridi. Qur'ani yatufundisha kwamba inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Imeandikwa kutoka Mwenyezi Mungu, yawma khalaqa samawati wal ardh, alipoumba mbingu na ardhi ameshajalia system itakuwa hiyo na inakuwa hivyo. Kiasi kwamba lile jua lina determine ile ibada yako wewe utaipata katika siku za jua kama sasa. Na mwezi wazunguka ulimwengu kwa siku 28. Mwezi wazunguka ulimwengu kwa siku 28. Na mwezi una manazil. Wal qamara qaddarnahu manazila. Una kila mwezi, kila siku kuna manazil fulani ambayo kwamba yaieleza ule mwezi wakati ule kuna nini. Safari moja nilipotaka research miaka ya nyuma, wa Amerika katika katiba yao, wajua katiba ya Amerika haiwezi kubadilishwa, si kama katiba yetu. Kila uchaguzi wako kubadilishwa katiba. Hivi karibu tayari sasa. Uchaguzi waje utaona kama katiba ya neno. Kwa sababu kila mmoja atakujiwekea position yake. Watu watakuzungumza katiba on political point of view. Kwa sababu kila mtu ataka kusafeguard ile position yake. In America you can't play around with the katiba.
kule kuna katiba moja, kifungu kimoja, kwamba kila mtu ana haki ya kujidefend. Kwa hivyo kila mtu anunue silaha atakaye. Wengia dukani ndio tuko gani yako tia mfukoni. Wanunua kama kununua bigiji. Sasa imekuwa very dangerous. Sasa nyingine watu wengine huwa kuna nyaya huko hazifanyi kazi. Mara za kurepuka tu. Haizafanya jambo lote. Sisi hatuwezi kujitamala kwa mabakora. Wazee walileta mabakora ili za kuwasaidia kuendelea. Sababu jahazi haiendi mpaka kwa pondo ya kati. Lakini sasa mabakora ya vita. Safari moja tulikuwa kwa Lamu. Niko na correspondent wa BBC Suleiman Salim Mgamrahamu. Mara apigiwa simu. Tusikia situation is very tense in Lamu. Pale wakati wa IPK na manini. Yule Suleiman Salim asema it's very very peaceful. No, tumesikia KNA imeripoti kwamba kila mtu ametukua bakora. Suleiman Salim akamwambia ni desturi ya huku watu ustaarabu ni kwamba lazima mtu atoke na bakora mzuri. Bakora ni ya starehe, bakora ni ya kuendea, bakora ni umaridadi. Kwa sababu concept ya bakora ni vita kihuku. Na sasa imekuwa ni hivyo. Imekuwa kila mtu tu kwa bakora, kila mtu tu kwa panga. Panga ni kitu cha kutumia kwenda shamba, lakini watu wanatumia katika kuua watu. Sasa Amerika wakawa kila mtu atukua, ikawa security problem. Mtu atoka mara aingia kwenye skuli ya watoto apiga bunduki watu au watu. Sasa waka invest a lot on security. Wafanya sana security kila mahali. Tena kuna electronic gadgets, bali CCTV ndani ya police station. Huku kwetu CCTV hata zina maana yote. Utawaona wale watu hata, lakini in America CCTV kikushika pap yule mtu, ile image inakuwa translated pap, huyu nani evidence yako yote atoka pale. Lakini pia wapata tabu, they're spending a lot of money. Sasa wakasema mbona hii yatokea siku fulani, computer report imekuja kwamba tarehe fulani hutokea sana. Ikafanywa data, ikaonekana ni tarehe 13, 14 na 15. Lunar calendar. Sema tuulize Waislamu. Fatawa za Kiislamu. Fatawa zetu unajua ni masala saumu, kufunga nini, leo kesho ni Idi, kesho si Idi. Ndio fatawa zilioko. They are not realistic. Hawana vifaa vya kufanya research. Kwa sababu fatwa lazima kuwa na research, based on research.
mnataka kutoa fatwa juu ya magonjwa fulani, je, you have the data? Hakuna. Hata laboratory wa Islamu hawana. Watakuwa na research center. Wakauliza kila mahali, watu hawajui, hakuna kitu cha nini. Ikatoka moja, wakasema hii ni lunar calendar, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia tufunge siku ya ayyamul bidh, mwezi ikifika tarehe 13, 14, 15. Nasema wakaidwell, wakafanya wao sasa research, wakaona kwamba change in behavior. Mwenyezi Mungu asema wal qamara qaddarnahu manazila, wakaziangalia zile manazil zilioko tarehe 13 na 14, 15. Wajua kila mwezi, leo ukiniambia tarehe fulani saa fulani, nitakwambia manazili yake ni hii. Kwa hatari mtu aweza kuwa namna hii. Sasa mwezi ile tarehe 13, 14 na manazili ile, aghlab watu wanakuwa temperamental. Mtu anakuwa wazimu, na mwenye wazimu uzidi wazimu. Ndio tukaambiwa tufunge ile saumu, itakuwa utajirestrain kuivunda ile tabia yako. Ndio Mtume amesema sumu tasihu, ikaekwa ni katika saumu muhimu sana. Katika mwezi mara 3, siku 3. Sasa hii ilikuja kwa watu watafuta solution kwa Waislamu, lakini hawawezi kuifuata zaidi. Huwezi kuifuata Uislamu nusu nusu, fuata Uislamu in totality. Ushajua tarehe 13, 14 utafanya nini? Utaongeza alati zaidi tu. Fuateni Uislamu haswa, watu wawe namna hiyo, utakuwa na amani. Sasa tukija kwenye aya kwamba mwezi na jua zina control ibada zetu. Swala inakwenda kwa jua. Saa fulani jua likitoka, kuna watu sasa hivi waswali asubuhi, kuna watu sasa hivi waswali alasiri, kuna watu sasa hivi waswali magharibi, kuna watu sasa hivi waswali isha. 24 hours. Allahu akbar, Allahu akbar. Muadhini waadhiniwa 24 hours. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mwenyezi Mungu asema rafa'na laka dhikrak. Wewe kila mara 5 kwa siku utatajwa jina lako. Sasa na ibada itakuja kwa kila season. Saumu itakuja kwa season yake. Kama siku hizi Saudia imekuja kwenye mwezi huu. Huu ni mwezi wa Machi. Ile hali ya jau yaanza kubadilika kule. Ilikuwa kila siku upungua siku 10. Leo Ramadhani tulianza tarehe ngapi sisi? Tarehe 2. Utarudi nyuma tarehe siku 10.
mwakani itakuwa siku 10 kabla ya tarehe 2. Na mwaka ujao hivyo siku 10 itaendelea hivi. Ramadhani hii Saudia wamaliza ile jau mzuri, lakini kila baada ya mwezi itakuwa ienda kwenye joto sana. Sisi tuko kwenye overhead sun, equator, jua 21st of March leo na 22nd of March. Sasa itakwenda ikifika jua kwenye Tropic of Capricorn 23 degrees north, kule kutakuwa na jua kweli kweli. Kwa hivyo watafunga siku za jua, watafurahi siku za joto za autumn, na siku za baridi pia itakuwa kwao ni thakili. Lakini utafunga wewe miaka yote, kila utafunga katika kila mwaka kwa season yake. Hii ndiyo kaida Mwenyezi Mungu aliiweka. Hakuna ati mimi leo tufanyeni Disemba tufunge kwa sababu hakuna joto. Mtafunga kwa ile idadi ya siku ya tarehe. Katika hizo minha 4 hurum, kuna miezi 4 ambao ni mitakatifu. Miezi hii ilikuwa ni mitakatifu kutoka jahilia, kabla ya Uislamu, na Uislamu ikaeka ile ikasema ni 4 hurum. Lakini kwetu sisi yataka ufanye ibada katika miezi hii, urizoti kwa ibada. Wale ilikuwa ni 4 hurum, hawapigani. Hata ukamwona mtu aliyemuua babako huwezi kumpiga mpaka itoke miezi 4. Uislamu ukaja ukaitengeneza. Uislamu umekuja, hata kuna sharia nyingine zilikuweko baada hii, kuna nyingine, kuna dia. Kitu dia ilikuweko kabla hapo, kitu ndoa ilikuweko kabla hapa, ikatengenezwa. Dia ya kuua ni kadhaa, dia ya kumuumiza mtu mkono ni kadhaa, dia ya kumvunda mtu mguu ni kadhaa, dia ya kumvunda kiuno ni kadhaa. Kila aina dia ziko. Uislamu ukaweka nidhamu hiyo. Kitu kilikuwa kutoka jahilia, na hizi hurum zilikuweko, na lengo Mwenyezi Mungu ameziweka kwa sababu hawa wasipigane, kwa sababu ni tabia ya binadamu kudhulumu, hasa watu wakiwa hawana dini. Wenye dini watu nipiga, gonga mimi, gonga wewe. Wenye dini walioinukia kwenye Uislamu, lakini saa zote ni kudhulumu. Hawa walikuwa ni mwaka mzima, sasa wakaikiwa miezi 4 wasifanye, ili baada ya miezi 4, miezi 3 ikawa imefuatana: Shawwal, Dhulqaada na Dhulhijja, na moja iko mbali ni Rajab, ili baada ya miezi 4 hii watu, na Mwenyezi Mungu akaipa majina yale miezi. Miezi kama
kile kitu kilioko. Dhulhijja manake ni haji. Dhulqaada mfunga, wakati wa kufunga kabisa. Sisi Kiswahili miezi imeambatana na kula. Usema mfungo kwanza, manake ni mfunguo wa kwanza, ni mwezi wa kwanza katika kula. Mfungo mosi. Mfungo pili, mwezi wa pili baada ya kula, kwa fikiria kula tu, kwa sababu fikra zetu ziko kwenye kula. Mfunguo tatu hauna maana ya ile reality in life. Reality in life kwetu sisi ni kula tu. Lakini Kiarabu utaona kuna Rabiul Awwal, kuna Jamada, kuna Rajab, kuna Shaaban. Yote ina meaning kwa ile geographical situation walivyo na binadamu alivyo. Sisi siku zote ni mfunguo, mpaka usikile karibu na Ramadhani hutaki kuifikiria mambo ya kula, utaita Rajabu, Shaabani, Ramadhani. Lakini baada ya Ramadhani kabla tufungua sasa. Mfunguo kwanza, mfunguo pili, mfunguo pili, mfunguo tatu. Na dhalika dinul qayyim, hii ndio dini ya kisawasawa ilonyoka. Imeleta kalenda na ikaonesha ule umuhimu wake na dharura yake na reality yake. Hamwezi kuwa na kalenda ya miezi 12, 13, 14. It's not a reality in life. Fala tadhlimu fihinna, musidhulumu katika miezi hii. Musijidhulumu nafsi zenu. Hakuna kupigana, hakuna nini. Lazima mko pale ni dry dock mwatengeneza. Ili baada, si kwamba mpigane baada ya miezi hii. Hii ni training period. Musameheane, mufanye kila kitu. Mkitoka pale katika miezi hii, mutaishi kama watu wa kisawasawa, kama binadamu. Hamutoishi kama wanyama. Wanyama wenda na conscious. Conscious yao ni ile iliwezi kuibadilisha. Hata ukamtreni vipi. Safari moja katika Dawlatul Abbasiyina walikuwa na mazungumzo wanazuoni, wakasema, je, tabia ina nguvu au elimu ina nguvu? Wengine wakasema elimu ina nguvu, mtu anaweza kubadilika. Wengine wakasema no, tabia, character ile haibadiliki. Hata ukafanywa mjadala mkubwa katika Darul Hikma. Wanazuoni wengine wakataka kuthibitisha kwamba hakuna tabia haiwezi kushinda elimu. Wengine wakasema ashinda. Wakawatukua paka. Paka wakatreniwa, paka na maguu mawili mbele, maguu nyuma. Wakatreniwa paka washike mchumaa. Paka wakatreni, wakashika mchumaa. Sasa wale walofanya yale, ikalika out information kwa wale, wakasema jamaa hawa watukua paka waeka mshumaa, washika mshumaa. Wale ambao wataka kuonesha tabia ina nguvu, wasema hatoeni, wakatoka paka
na misumari. Elimu angalia namna gani, mpaka ukamtrain paka kushika. Mmoja kaja akatoa panya tu. Watu panya wale hata mishumaa yote wakafuata panya. Kuonesha tabia ina nguvu sana. Ile training waliopewa walisahau yote, kwa kuwa ni nini? Ni conscious yao. Binadamu ana akili, wanyama wana ni conscious tu. Mbwa mwitu akimuona mbuzi au paa atamfuata, atatoka mtreni vipi? Kwa hivyo binadamu aweza kutrainiwa, binadamu aweza kubadilishwa. Ndio ikaitwa hizi arba'atul hurum. Baada ya arba'atul hurum kisha itakuwa ni sahali. Lakini wakaambiwa Waislamu baada ya hapo, si kwamba ni haramu, si kwamba si haramu kutukua nino, msidhulumu wakati wowote. Waislamu lakini wakaambiwa sasa juu ya hawa makafiri, wakatilu mushrikina, lakini mutapigana nao wale mushrikina. Hakuna cha mwezi wowote wala maadamu wamewapiga, wamewaziria kuingia katika Masjid al-Haram, watoweni. Wakatilu mushrikina kafa kama yukatilunakum kafa. Sasa katilu mushrikina ni mushrikina Maka. Usende Digorodi umonao ukawampiga tu. Hapa waambiwa wale watu walioko kwenye haram, umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah. Nimeamrishwa mimi nipigane nao wale ambao kwamba nasa hapa ni watu wa Makka, si nasa kwamba ni ulimwengu mzima. Musende mkampiga kila kafiri. Qur'ani ina uslubu wake. Alladhina qala lahumun nas, ile aya ilokuja habari ya Badri ya pili, aliyekuja akataka kustopisha vile vita ni Naim bin Mas'ud Thaqafi. Mwenyezi Mungu akasema alladhina qala lahumun nas, yule ambaye kwamba aliyekuja kuambia watu ilikuwa ni watu wa Makka, kumwambia Abu Sufyan na watu wake, na yeye ni mmoja lakini amekuwa addressed as nas. Inna nasa qad jama'u lakum, watu wamekusanyika kwa sababu yenu nyinyi wa Muhammad. Abu Sufyan amekuja na jeshi kubwa. Mtume kumsikiza yule, fakhshawhum, ankuja kutaka kuwatisha, lakini fazadathum imanan, akazidi kuwatia imani. Walisema nini? Hasbunallah wa ni'mal wakil, Mwenyezi Mungu atutosheleza, yeye ndiye bora wa kutuwakilisha, sisi tuko tayari. Mwambie Abu Sufyan tayari vita. Walipoona vile walirudi mbio wale. Ile situation ilikuwa mbaya. Sasa inna nasa, na hapa umirtu an uqatila nasa ni watu wa Makka, wale makafiri. Na hapa wakatilu mushrikina ni wale watu wa Makka. Si kwamba wakatilu mushrikina kafa kama yukatilunakum kafa, lakini uslubu yasema pia Uislamu tuko tayari utaishi na watu vizuri na dini zao na menda zao, lakini wakiwadhuru hakuna kufunga mikono.
Dini nyingine ukwambia pige kofi huyu kisha mpe la pili, mpe another chika kupige. Kwetu tit for tat. Kule kwetu hamu nana tamu kwa tamu, sonda ukwayo. Tit for tat, hakuna masala yote. Maadamu mtu ankupiga hakuna unyonge kwenye Uislamu. Kama yukatilunakum kafa wa'lamu, jua sana wewe, anna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, ma'al muttaqina, yuko na watu wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Innama nasi'u ziyadatun fil kufr. Innama nasi'u, wale wenye kuakhirisha. Makureshi walikuwa wakitafuta ile suluhisho kwenye zile ayyamul hurum, wakiona kwamba mara hii hija tutaifanya mwezi kadhaa, wakukubaliana ubadilisha, wakawa mpaka wana miaka mwaka ikawa ni miezi 13. Hata ule mwezi Sayyidina Abubakar amepeleka ile hija yake mwaka wa 9, hija ilikuwa Dhulqaada, haikuwa Dhulhajj. Walikuwa wameshapanga kubadilisha kalenda, wakabadilisha kalenda. Au wakiwa kuna kisasi wataka kufanya kupigana, sasa tutaifanya mpaka mwezi ujao, kubadilisha zile miezi mitakatifu. Mwenyezi Mungu asema innaman nasi'u, hakika si lingine wale wenye kubadilisha kalenda kwa maslaha yao, kwa maslaha ya kupigana au kwa maslaha yoyote, ni ziyadatun fil kufri, ni kuzidisha ukafiri. Mungu amesema hivi, wewe fanya hivi. Usijaribu kuangalia convenience yako. Waambia watu wa Maka, msifanye mambo kwa convenience yenu. Hizi ni tarehe Mwenyezi Mungu ameziweka, lazima ziwe adhiyad tu. Yudhallu bihi alladhina kafaru, wamepotea wale makafiri kufanya hivyo. Wewe ukiwa utomsikiza Mungu utapotea. Mungu atakulazimia, akikwambia kitu lazima ukifanye vile vile. Jiwe ndile lile, Mungu ankwambia jiwe hili lisujudie, jiwe hili libusu, jiwe hili lipige mawe, jiwe lile lile. Unaambiwa ile makamu Ibrahim, watakhadhu min maqami Ibrahima musalla, ni jiwe lile. Umeambiwa Hajar al-Aswad, ukenda ulibusu, ni jiwe lile. Na ukenda Jamarat, utatukua vijiwe ulipige lile kipia, nao ni jiwe lile. Lakini si masala ya jiwe ule kuwatilia, si kwa sababu wewe wapiga kipia au mpiga shetani. Ile ni ramz, kwamba ikiwa shetani aliweza kumghilibu Ibrahim, kwa nini asinighilibu mimi? Mimi nimeghilibiwa mara ngapi na shetani? Utakikumbuka wewe mambo yote ulioteleza, ulofanya. Umefanya kwa nguvu za shetani. Sasa pale nile ni ramz yako wewe,
asifahamu huona mambo gani haya. Mtu kwa jiwe kwa piga kipia haona mambo ya kishazi, lakini yana elimu yake. Kila kitu kina elimu yake. Sasa Mwenyezi Mungu asema yudhilunahu, wapoteza watu katika kubadilisha zile sharia za Mwenyezi Mungu, amri za Mwenyezi Mungu. Yuhillunahu aman, uhalalisha mwaka huu wakafanya hivi, mwaka huu tufanye tuzuie hakuna vita. Mwaka ujao imekuja ni Dhulhijja, tutaendelea, tutapigana, Dhulhijja itaipeleka mbele. Hakuna kupeleka mbele, ni vile vile alipoweka Mungu. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman, na mwaka mwingine pia huharimisha, ima uhalalisha au huharimisha. Liwatiu, ili wapate convenience yao ya kule kubadilisha na kuweza kubadilisha tarehe za Mwenyezi Mungu alizoziweka mwekaeka zenu. Liwatiu, ili iafikiane na kalenda yenu na mpangilio wa yale mambo mlofanya. Mtaka kupigana katika mwezi huu, mtaubadilisha huu, utakuwa tena si mwezi wa Muharram. Hakuna mwezi kubadilisha, kalenda ni ya Mungu ile vile vile. Hakuna msema bwana mara hii itakuwa jua itakuwa kali sana, tumfanyeni Ramadhani, tumfanyeni Aprili. Hakuna cha neno, hakuna kuharimisha wala kuhalalisha. Zuyina lahum su'u amalihim, kuipamba vizuri zile amali zao mbaya. Shetani hukupambia kitu chochote ambacho kwamba ni kibaya, atakifanya awe kizuri. Ukaona wewe wafanya jambo zuri sana, kumbe wafanya kitu amekupambia shetani. Shetani kubadilisha haswa, ukubadilisha concept yako. Shetani anaweza kubadilishia jito lako wewe mpaka ukaona pongo, ukaona mkengeza. Ndio wazungu wana hikma sema beauty is in the eye of the beholder. Uzuri uko kwenye jito la yule mwenye kuangalia. Kwa sababu pale Ibilisi upiga pap akakuonesha vingine, hata ukiyamaliza yale mambo mwambie wewe unkuja vipi hapa, akivua ile wigi lake ukawa wataka kumpiga. Lakini pale ulipoangalia ulikuwa kuyaona yote hayo. Beauty is in the eye of the beholder. Uzuri uko kwenye yule mwenye kuangalia. Tongo ataona mkengeza, tutamshika mkono. Zuyina lahum su'u amalihim, shetani hukupambia zile amali zenu mbovu mkaziona ni nzuri. Wallahu la yahdi alqawma alkafirin, Mwenyezi Mungu hawaongozi makafiri.
Mara nyingi Mwenyezi Mungu sema Allahu la yahdi al-qawmal kafirina ma fasikina dhalimina. Sasa je, yule dhalim ana makosa gani ikiwa yeye amedhulumu na asipate uongofu kwa sababu hakutaka uongofu? Yule dhalim akitubia, Mwenyezi Mungu atamuonesha uongofu. Mwanzo wake manake wahadainahu najdain, Mungu amekupa conscious ya kuangalia mazuri. Ukifuata ndiye mzuri, basi Mwenyezi Mungu atakuonesha ndiye mzuri zaidi ya kwenda mbele. Lakini ukiopt kuingia wewe kutoka asubuhi mpaka ukilala wadhulumu tu, kila aina dhulma waifanya wewe, Wallahu la yahdi al-qawma dhalimina, hakuongozi. Ukutaka kuongoka, taka kuongoka, ankuletea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Umetaka kuongoka katika mwezi huu, Mwenyezi Mungu atakuonesha. Ukitoka Ramadhani ni mtu mwingine, amekupa training period ile, umekuja kwake, sasa ni kuendeleza. Piga full stop kila kitu, utakuwa wewe si dhalim tena wala si fasik tena. Mwenyezi Mungu hukupa ile hidayah, ukuonesha mpaka uitake ile hidayah. Ukiitaka ile hidayah, basi Mwenyezi Mungu utataka kidogo tu, atakupa yahdi man yasha, muongoza mtakao. Yuko bwana mmoja alikuwa mlevi nambari ya mwisho, amelewa chakari. Siku moja akawa akenda mpaka mlango wa mtu ambayo rukunu tabiina, akausema Allah Allah, naye anlewa, akamkumbuka Mungu, akamtaka Mungu, naye anlewa. Yule Malik bin Dinar, huyu katika mwanachuoni mkubwa katika tabiina, akasikia mtu asema Allah Allah, akifungua mlango, mtu alala mlangoni kwake, akimsikia harufu tembo mzima yeye chakari, kunini, maini. Akaja akachukua maji kumsafisha kanwa lake ili amtaje Mungu na kanwa safi. Yeye amtaka Mungu na yeye ni dhalim, yeye ni fasik, hali namna hiyo, asema Allah Allah. Malik bin Dinar akafanya hivyo, kisha yule bwana akaondoka. Yule bwana akaingia ndani, akaswali rak'atayn zake, papa kalala. Mara asikia usingizini mtu amwambia, ghasalta famahu min ajlina, umemsafisha kanwa lake kwa sababu yetu sisi. Umesafisha kanwa lake ili atutaje sisi kwa kanwa safi. Watahharta qalbahu min ajlik, na sisi tumemsafisha moyo wake kwa sababu yako wewe. Yule bwana hakufahamu ile ndoto, hakuifahamu. Akitoka akenda msikitini, wajua msikitini wakati wowote alfajiri ni watu ni wale wale tu, utapiga hesabu tu fulani. Akiangalia ona mtu zaidi, akamwendea akamwambia, man anta? Akamwangalia akamwambia, mimi ni yule ulioambiwa wewe usingizini, ghasalta famahu min ajlina wa tahharta qalbahu min ajlik. Kiasi cha kutoka pale tu
ameshabadilika yule mtu. Da'il maqadira tajri fi a'innatiha, yaate ile makadiri yapite kwa njia zake. Wala tabitanna illa khali albali, ma baina ghamdati aini wa intibahatiha yubaddilu Allah min halin ila hali. Da'il maqadira, yaate makadiri yapite njia zake. Wala tabitanna illa khali, wala usilale ukawa na mawazo yoyote kwamba wewe waweza kubadilisha makadira au vipi. Ma baina ghamdati ainin wa intibah, kitambo cha jito kufumba na kufumbua, Mwenyezi Mungu mbadilisha mtu hali ikawa hali nyingine. Yule ameinukia baa, amemalizikia kwenye tembo, amemalizikia papo, amemalizikia msikitini. Yubadilu Allahu min hali ila hali. Alitaka hidayah, akamkumbuka Mungu hali ile, akamtoa mtu, akamsafisha. Mtu wenyewe ni mtu mwema kabisa, akapata maji ya mtu mwema na kusafishwa na mtu mwema, amekuwa mtu mwingine. Kutoka min ghayabati al-jubbi ila ghayabati al-hubbi, kutoka chini ya uketo ya shimo mpaka akafika kwenye ufalume. Mambo ya Mwenyezi Mungu, inna Allah aweza kumbadilisha mtu kwa hali yoyote. Kwa hivyo la yahdi al-qawma al-fasiqin, na huwatengeza wale mafasik wakawa wema. Kuna watu walimkata Hamza, waliua watu, kisha Mwenyezi Mungu papa kawabadilisha. Kwa hivyo tusione kwamba tumfanya dhambi. Sisi dhambi zetu ni ndogo ndogo sana, ni kutengeza nafsi zetu tu. Nafsi zetu ndio mbovu. Taka kutengenezwa nafsi zetu, watu wapendane. Ndio Mwenyezi Mungu akaeka dua, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, walotangulia sisi kwa imani. Kisha Mwenyezi Mungu akasemaje mbele yake? Wala tajal fi qulubina ghillan, tusijaliwe katika nafsi zetu kuwe na ghil, kuwa na mafundo, kutukiana sisi kwa sisi. Haya ndio maradhi tulionayo. Kila hatua 10 una mtu usikizani naye, ukiwahesabu hawahesabiki. Ni umma ina gani hunu? Wala tajal fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kesho tutaingia kwenye aya ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum infiru. Tuzungumza habari ya ghazwa Tabuk, vita vya mwisho mtume alipigana. Inshallah mpaka kesho. Kumradhini kuongeza wakati, lakini nilikuwa nataka kumaliza hii aya ya pili. Allahu wa rasuluhu alam. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, tukiendelea na matukio yaliyotokea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hizi ndo siku ambazo kulipatikaniwa fathi Makkah, the conquest of Makkah, kukombolewa Makkah katika tarehe 20, wengine wasema tarehe 23 Ramadhani, lakini ni katika masiku haya haya. Na tupenda kueleza kwa sababu iwe ni funzo kwetu sisi, tupate ibra, na inshallah pia tupate kutabaruku na visa kama hivi ambavyo
ni matukio makubwa katika Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Fath yasema, laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al harama insha Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba. Hii aya yazungumzia ndoto aliyoiota Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na yasemekana ni mwaka wa 6 au mwaka wa 7 katika hijra. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliota kuwa atakwenda kufanya ibada ya umra na ataingia na watu watakuwa ni wenye kunyoa. Na alipoiona ndoto kama hii, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawa ni mwenye kujiandaa kwenda kufanya ibada ya umra. Akatoka kwenda kufanya ibada kama hii, na huku Makureishi wadhani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam haja kupigana. Alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka na amefika mahali paitwa Hudaybiyah, wale Makureish wakatuma watu kuja kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna habari gani? Mbona waelekea Makka? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaambia, mimi nimekuja kufanya umra, sikuja kivita. Manake wametoka hawana silaha, silaha ni panga ambazo ziko katika mfuko wake ule. Hakutoka kivita kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Makureishi wakaona huyu amekuja kivita, wakatuma watu kadhaa. Mwisho wakamtuma Suhail ibn Amr ili wafanye mkataba na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakubaliane mambo. Mtume akamuuliza Suhail, wewe ni nani? Akamwambia, mimi ni Suhail. Akamwambia, inshallah Mwenyezi Mungu atafanya mambo sahali. Ikawa sasa ni kuandikwe mkataba, na mkataba wenyewe waitwa Sulhu Hudaybiyah. Mkataba ukawa ni Sayyidina Ali awe ni mwenye kuandika, na huku Suhail yuatoa zile terms baada ya kubaliana na Mtume. Na mkataba wenyewe ulikuwa ni one sided, ulikuwa walemea upande mmoja, yani wafeva Makureishi, waumiza Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ali, andike hadha ma salaha Muhammadur bismillahir rahmanir rahim. Kaanza kuandika mkataba, mwambie bismillahir rahmanir rahim. Yule Suhail akaruka akasema, sisi hatumtambui huyu Ar-Rahmanir Rahim, sisi hatumtambui, andika bismikallahumma. Mtume akamwambia Ali, andika bismikallahumma. Andika bismikallahumma. Akamwambia, andika hadha ma salaha Muhammadur Rasulullah Suhail ibn Amr. Haya ni yaliyokubaliwa na Muhammad Mtume Mwenyezi Mungu na Suhail ibn Amr. Suhail akamwambia Mtume, lao ungekuwa wewe ni mtume na sisi tukutambua kuwa ni mtume, tusingekukataa, tusingekupiga vita. Andika hadha ma salaha Muhammad ibn Abdullah Suhail ibn Amr. Sisi tukujua wewe ni Muhammad ibn Abdullah, hatukutambui kwa wewe ni mtume. Ungekuwa ni mtume tungekufuata. Mtume akamwambia sawa, futa. Mwambia Sayyidina Ali afute, andike hadha ma salaha Muhammad ibn Abdullah. Sayyidina Ali akamwambia Rasulullah, ila hilo, sisi tukujua wewe ni Rasulullah, hatuwezi kufuta Rasulullah na kuandika anapotaka huyu bwana. Na hapa yaonesha kuwa sengine kuna msemo wasemeka, limtithalu amr khairu min suluki al-adab, kufuata amri ni bora kuliko kufuata adabu. Lakini hapa Sayyidina Ali hakufuata amri ya Mtume, aliichunga ile adabu ya Mtume.
Sengine ile kutunga adabu ni bora kuliko kufuata amri. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam akamwambia Saidina Ali, nioneshe wapi pa kufutwa, kwa sababu mtume ni nabiul ummi, ni mtume mtukufu wa daraja asiyesoma kinachoandikwa. Sikuwa hajui kusoma, hasomi kinachoandikwa. Ukimwandikia hivi hawezi kusoma, lakini maalumati yote na ilmu zote ni zake yeye. Na hii ni katika sifa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Si aibu kwake kwa yeye hawezi kusoma kinachoandikwa. Sisi tukishindwa kusoma kinachoandikwa ni aibu kwetu, lakini kwake yeye ni sifa. Akamwambia Saidina Ali amuoneshe, Saidina Ali akamuonesha, akafuta. Mkataba wenyewe ilikuwa yoyote katika Waislamu anaposlimu kwenda Madina, basi mtume sallallahu alaihi wasallam amrudishe Maka. Na yoyote ambaye ataka kutoka katika Uislamu ataka kwenda Maka, basi aatiliwe, yuko huru. Mkataba wenyewe ni kuwa mwaka ule hawatofanya umra, watarudi zao, watakuja mpaka mwaka mwingine. Mkataba wenyewe ni kuwa hakutakuwa na vita miaka 10. Kutakuwa na utulivu na kutakuwa na amani, hakuna mtu atakayepigana kwa muda wa miaka 10. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam akakubali yote haya, kuwa atakayesilimu katika Uislamu kutoka Maka kwenda Madina arudishwe, ambao ni uonevu. Atakayetaka kutoka katika Uislamu arudi Maka, ni ruhusa arudi, kuwe na amani. Yote haya yakawa ni one sided ya wafeva hawa Makureshi. Yale makabila ambayo yataunga Waislamu, yako katika himaya ya Waislamu, basi watakuwa na amani, na wale ambao watakuwa katika Makureshi watakuwa wako katika himaya ya Makureshi. Zote hizi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam akayakubali. Lakini kuna masahaba, mfano wa Saidina Umar ibn al-Khattab, akaona huu ni uonevu, akamfuata Saidina Abubakar, akamwambia Abubakar, je, sisi hatukuwa kwenye haki? Je, hakuwa huyu Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu? Kwa nini tudhalilishwe? Kwa nini tuoneshwe unyonge? Saidina Abubakar akamkumbusha Saidina Umar, kumbuka huyu ni mtume, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, hafanyi chochote isipokuwa ni wahi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam akakubali yote na akarudi Maka, akarudi Madina, hakufanya umra mwaka ule, na Waislamu wote wakarudi. Kukapatikaniwa peace, ambayo ndio kitu muhimu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa akikipigania, kupatikana amani. Mahali kukiwa na amani huwa kuna maendeleo, lakini mahali kutakapokuwa na fujo na faudha, basi hakuna maendeleo. Wafanyi biashara hawatofanya biashara, wenye kufanya dawa hawatoweza kufanya dawa, wanaotaka kusoma hawatoweza kusoma, wataka kujenga hawatoweza kujenga, kwa sababu ya ile fujo. Lakini kwa sababu ya ile amani iliyopatikana katika sulhu Hudaybiyah, Uislamu uliweza kuenea, kwa sababu mtume alikuwa yuko free sasa kufanya dawa. Haogopi tena kushambuliwa, wala Waislamu hawawezi kushambuliwa kwa sababu ya hii sulhu. Ndani yake kukapatikana makabila mingi yaliyosilimu. Katika makabila ambayo yaliunga upande wa Uislamu na yakawa katika himaya ya Uislamu ni Banu Khuzaa. Hawa wakawa ni kabila liko chini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Banu Bakri ikawa liko chini ya kabila Makureshi. Hawa Banu Bakri sisi walikuwa wako chini ya himaya Makureshi, wakaja wakamtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja katika mabarobaro wao wakatoka, akatoa mashairi akamtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumtukana Mtume, akatoka kijana Banu Khuzaa akaenda kampiga yule kijana, akamtoa damu. Wale Banu Bakri wakaretaliate, wakaenda kwa Makureshi, wakamwambia bwana, sisi tumekuja kupigwa, ni hivi ni vile,
lazima mulipigize kisasi. Wakatoka kina Ikrima ibn Abi Jahal na mfano wao, wakaenda kuwapiga vita Banu Khuzaa, na Banu Khuzaa wako chini ya himaya ya Waislamu. Kupigwa vita Banu Khuzaa, wakauliwa takriban watu 23. Mmoja katika vijana wa Banu Khuzaa alikimbia mpaka kwenye Al-Kaaba, na ilikuwa ile haram katika Al-Kaaba ulikuwa haifai kuua wala kupigana, lakini mmoja katika vijana wa Banu Khuzaa akauliwa pale kwenye Al-Kaaba. Salamu zikamfikia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam kuwa Banu Khuzaa wamepigwa vita na vijana wao 23 wameuawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akakasirika mno, akaenda kwa Nana Aisha, akamwambia Nana Aisha atayarishe vitu vyake vya vita, atayarishe nguo zake za vita. Istoshe akawaita maswahaba, akawaambia maswahaba kuwa sisi twatoka sasa kwenda vita, kwenye vita, lakini hakuambia kuwa twenda wapi. Huku Harith ibn Hizam akapata zile habari kwa Banu Khuzaa wameuliwa watu wao, akaenda kumfuata Abu Sufyan. Akamwambia Abu Sufyan, bwana, hapa Banu Bakri wameua vijana wa Banu Khuzaa na hii habari si nzuri. Abu Sufyan akasema naam, hii habari si nzuri, wametuletea shari hao. Kwa hivyo ikabidi sasa Abu Sufyan atoke aende mpaka Madina ili akafanye upya ule mkataba, akarenegotiate zile terms za Treaty of Hudaybiyah. Abu Sufyan alipofika Madina, mwanzo akaenda kwa Ummu Habiba binti yake, na binti yake alikuwa ameolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akiingia nyumbani, kuna msalla, kuna farasha ambayo ilikuwa kitandikiwa Mtume, akikaa Abu Sufyan aenda kukaa pale, Ummu Habiba akaivuta ile msalla, kile kitambara alikuwa kikalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan akashangaa, akasema, je, hii sajada ni tukufu au mimi ni mtukufu kuliko hii sajada, sifai kukaa hapa? Ummu Habiba akamwambia, hii ni sajada ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hapa ndo Mtume huwa yuwakaa, na wewe ni mushrik, ni najis. Innamal mushrikuna najas, hakika mushrikina ni najisi. Binti amwambia babake, Ummu Habiba amwambia babake. Abu Sufyan akasirika sana, akasema, umeharibika binti yangu wewe. Katoka akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kurenegotiate zile terms. Akamwambia, Rasulullah, bana, tumekuja tunataka kufanya upya ile sulhu na nini na nini. Mimi wajua alikuwa siko Hudaybiyah, kwa sababu Abu Sufyan wakati wa sulhu Hudaybiyah alikuwa hayuko, mimi nilikuwa siko. Mtume akamwambia, kuna habari zote kwani? Hakuna habari zote, ni nataka kuzirekebisha tu na hivi na hivi. Kama hakuna habari zote, basi mkataba uko vile vile, msiwe na wasiwasi, mkataba ni vile vile tulivyoandikishana. Abu Sufyan hakupata lile lake, akaenda kwa Saidina Abu Bakar. Abu Bakar, bana, zungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar anambia, siwezi mimi. Akaenda kwa Saidina Umar, zungumza na Mtume, zungumza na Muhammad. Saidina Umar amwambia, mimi siwezi kuzungumza na Mtume. Akaenda kwa Saidina Ali. Saidina Ali akamwambia, mimi siwezi kuzungumza na Mtume, nenda wewe mwenyewe ukamwambie kilichotokea. Abu Sufyan akaona mazito, akasema haina haja hata mimi nirudi. Aliporudi Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam huko yajitayarisha, awaambia maswahaba wajitayarishe na wao, lakini hakutoa siri ya kinachotaka kufanyikaniwa. Yani hakuambia maswahaba tutafanya nini na nini na nini, lakini yuwajua kuwa sisi tutatoka tuenda kuiftahi Makka. Mmoja katika maswahaba, Hatib, akaona kuwa hapa lazima niwajulishe watu wa Makka, kwa sababu yeye mke wake na watoto wake walikuwa Makka, na yeye halikuwa si Mkureishi, hana wastawa wote kule. Akaona mimi nikinyamaza kimya
watu wangu hawatakuwa protected kule, watakuwa hawana himaya ya Makureshi. Afadhali nipate favor kutoka kwa Makureshi, niwapatie habari ili kutokezea jambo lolote wale watu wangu waweze kuhamiwa, mke wangu na watoto. Hatib akaandika barua yenyewe akampatia mwanamke, tena akamwambia mwanamke ifite mahali ambapo haitopatikana barua kama hii. Ule Hatib akampatia ule mwanamke, na ule mwanamke akaifita, akatoka akawa yenda Maka kwenda kuwapelekea Makureish barua kama hili. Na barua ilikuwa imeandikwa kuwa sisi tuaja huko, na tukija nyinyi surrender, hamutoliweza hili jeshi, inueni mikono yenu. Allahumma salli wa sallim alayhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaletewa wahi na Jibril, akaambiwa bwana, kuna amri kadhaa. Hatib ameandika barua kuwapelekea Makureish. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Saidina Ali na Zubair, akamwambia bwana, nendeni, kuna mwanamke ako na barua, na hiyo barua nileteeni. Saidina Ali na Saidina Zubair wakatoka, wakaenda wakapambana na huyu mwanamke njiani. Akamwambia bwana, sisi tunaambiwa na mtume kuwa una barua, tunataka hiyo barua, tupatie. Yule mwanamke akamwambia sina barua yote. Jamaa kimpiga inspection, hakuna kitu chochote, hana. Saidina Zubair amwambia yule mwanamke, hapa ni mawili, tupatie barua ama sisi tukukate kati. Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kusema urongo. Yeye amesema tuje tutakutana na mwanamke, na mwanamke ana barua, tuitukue hiyo barua tumpelekee. Kwa hivyo usituambie kuwa wewe huna barua. Hali zikawa zishabadilika, tone ya conversation ishabadilika, kila mtu yuko tayari sasa. Saidina Ali yuko tayari, Zubair yuko tayari. Yule mwanamke akamwambia hageukeni sasa niwapatie barua. Manake hapo alipoifita Saidina Ali na Zubair akageuka. Mwanamke akaitoa barua katika makuruni yake, manyele yake yale ameyasunga na menini, ameitoa ameifita kule. Manake wale mwanzo waliitafuta hawakuipata. Akachukua barua akampatia Saidina Ali, na wao kina Saidina Ali walipopata ile barua hawakuifungua wakaisoma. Wao wanaambiwa katukua barua tu. Instructions ni kama military tu, ukiambiwa fanya hivi wafanya hivi. Na wao walipoambiwa na mtume tukue barua, wakaitukua akampelekea mtume. Mtume ndo akaifungua, akaisoma, akamwita Hatib. Hatib, kunani? Mbona nimesema mimi msizitoe hizi siri, mbona umeandika barua wewe? Akamwambia ya Rasulullah, mwanzo mimi ninashuhudia kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja na wewe ni mtume wake, kuonesha kuwa bado alikuwa ni Muislamu na bado ana imani. Pili, kule nina watu wangu Makka, mke wangu na watoto wangu, na sisi si Makureishi. Naogopea tukenda kule Makureishi wakajihami wao wakawata watu wangu wakavamiwa. Kwa hivyo sikufanya kwa sababu ya lolote isipokuwa kuwatetea watu wangu wapate himaya. Saidna Umar hapo akamwambia ya Rasulullah, idhan li an adhriba unuqahu, nipatie ruhusa nimpige nikate shingo yake huyo, fa innahu qad nafaka, huyu ashakuwa mnafiki huyu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamgeukea Saidna Umar akamwambia da'u ya Umar, mwache ya Umar, innahu qad shahida badra, huyu ameshuhudia Badri, amepigana katika vita vya Badri. Wala'alla Allah qad ittala ala ahli Badri faqala lahum i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Akamwambia kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia ahli Badri, fanyeni munalolitaka, hakika mimi nimewasamehe. Kwa kuwa huyu ni ahli Badri, hawezi kuwa ni mnafiki huyu, hawezi kuwa imani yake imebadilika, na dhambi yoyote atakayoifanya basi amesamehewa na Mwenyezi Mungu. Hii kwa sababu kutoa siri ya serikali ni treasonable, ni jinaya wewe kuuawa tu. Saidna Umar akatulia, akajua huyu ni ahli Badr, na hii ni dalili kuwa wale watu wote wa ahli Badri
ni watu watukufu, ni watu ambao wana cheo mbele ya Mwenyezi Mungu, ni watu ambao wamesamehewa na Mwenyezi Mungu. Inshallah kesho tutaangalia namna jeshi lilivyotoka na namna Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyoingia Makkah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. La